Habari mpenzi mtazamaji wa KVZ Online TV. Tupo katika mwendelezo wa ziara ya kukagua na kuweza kutembelea vyanzo vya maji, na ziara hii inaendeshwa na Wizara ya Maji pamoja na vyombo vya ulinzi vya usalama vya SMZ. Sisi KVZ Online TV tuko na wewe kwa ajili ya kuweza kuonyesha kila kitu ambacho kinatujiri katika ziara hii. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tuna task force maalumu hii ambayo imeundwa kwa ajili ya kuhakikisha tunaangalia au tunapitia miundombinu yetu ya maji ambayo tumeanza kwa mjini Magharibi siku ya Jumatatu, lakini siku ya Jumatano tukaendelea mkoa wa Kaskazini, na leo siku ya Alhamisi tunamaliza kwa mkoa wa Kusini. Leo kwa kumalizia hapa tumetembelea nadhani visima havipungui 13. Tumeanza na Unguja Ukuu ambapo tulitembelea katika visima 4, lakini tukatembelea na tangi vile vile kuangalia hali ya usalama wa tangi letu la 1,000,000 ambalo ni tangi la COVID. Tumetoka Unguja Ukuu tukaingia Kizimkazi ambapo napo tulijionea visima 2 ambavyo vipo. Nafikiri tumeona sote, tumetembelea na pale tumeona pana haja ya kurekebisha baadhi ya vitu. Tumetoka Kizimkazi tumeingia Makunduchi pale napo tuna visima 3 ambavyo vipo na vinahudumia na tumeona hali halisi tulivyo. Lakini tumemalizia hapa Bambi ambapo hapa tuna visima 4 ambavyo nafikiri hapa tulipo ipo kimoja na vingine tunaviona kule viko. Kwa hivyo ndugu makamanda, kote tumeona kwa zile changamoto ambazo tumeziona. Nafikiri tutaendelea kukaa katika vikao vyetu na kuona tunasawazisha, na nyinyi makamanda mtaweza kukaa vile vile kuona wapi tunaona kuna umuhimu zaidi wa kuweza kuweka maaskari wetu ili waweze kulinda hizi vyanzo vya miundombinu ya maji. Kwa hivyo tuombe wazazi na wananchi wote kwa pamoja tuendelee kuzungumza na watoto wetu na vijana wetu, na sisi wenyewe tuweko walinzi, kwa sababu hii ni faida kubwa ambayo tunaipata sisi wenyewe wananchi. Serikali imejitahidi kuwekeza kila pahali kuhakikisha watu wanapata huduma za kijamii ambazo zinatakikana. Maji yanafika mpaka kote huku tunatoka, mpaka huwezi kuamini kama kuna vijiji, lakini ukienda nyaya za umeme zipo mpaka kwenye mashamba ambapo wananchi wanaekeza shughuli zao za kilimo, lakini pia na mahitaji yao ya kinyumbani. Kwa hivyo tumpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kwa jitihada ambazo anachukua. Na kwa upande wetu sisi toka aingie madarakani hatulali. Hakuna kulala. Anahakikisha kwamba wakati wote anatushauri, anatupa maelekezo ili tuhakikishe huduma hizi zinawafikia wananchi bila ya kupata matatizo. Lakini pia na sisi wananchi basi tuone au tuzithamini zile jitihada za serikali ambazo viongozi wetu wanazichukua kwa ajili yetu sisi wananchi. Tubadilikeni, tuweze kuwa binadamu ambao tuna imani na tusifanye nuksani mambo mengine. Kwa hivyo haya mambo tunaendelea na hivi visima tunavyo vingi, tulivyovitembelea vichache tu. Kuna vingine kimoja viko huko mbali, kwa sababu huduma inahitajika. Leo hii hapa hapana makazi ya mtu, lakini akiendelea kulima miaka 2, 3, 4, na kwa sababu pana kambi, kesho kutwa utaona majumba yapo hapa. Mtu anafanya shughuli zake, lakini baadaye anaamua na makazi yapo hapa. Kwa hivyo na kwengine hivyo anakwenda kwa shughuli zake nyingine, lakini baadaye anaamua tena anabaki pale. Na akifika kule anahitaji huduma, anataka maji, anataka umeme, anataka huduma zote. Kwa hivyo tujitahidini na wananchi, tuthamini zile jitihada za viongozi wetu, tuhakikishe kwamba
haya miundombinu tunalinda kwa ajili yetu sisi wenyewe, ndo ambao tunafaidika. Kwa hivyo nitoe shukrani zangu za dhati makamanda kwa niaba ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini na wenzangu ambao nimeongozana nao, naye mkurugenzi wangu wa maji toka tumeanza ziara hii tuko pamoja. Lakini na nyinyi tunawashukuru sana kwamba mmeona hizi changamoto bila kuzisikia tu haziwezi kuingia akilini, lakini mlivyokuja field kuona, mkaona kumbe kuna mambo yanayozungumzwa yana mantiki kweli, na tunahitaji tujipange, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha miundombinu hii inaendelea kudumu na inafanya kazi na inawafaidisha wananchi kama vile serikali yetu ambavyo inataka. Kwa niaba ya makamanda wa idara maalum za SMZ zote 5, Mheshimiwa, kwanza nitoe neno la shukurani kwa kukubali na sisi makamanda kuungana katika ziara hii ya kutembelea miundombinu mbalimbali ya maji. Lakini uwepo wetu sisi ni kuonyesha kwamba ni kuja kuangalia yale mambo ya kiulinzi na kiusalama, hali ya ulinzi na usalama iliyopo kwenye maeneo yetu. Kama nilivyosema hapo awali kwamba ziara yetu sisi ilianza toka Jumatatu. Tulitembelea mkoa Mjini Magharibi, tukaenda siku ya pili yake tukaenda kaskazini, na leo tuko kusini. Tumejionea miundombinu mbalimbali, jinsi serikali imewekeza a lot of money katika maeneo haya. Na bahati nzuri tulipoangalia kwa upande wa kusini ni tofauti kidogo na mjini na kaskazini katika masuala ya hujuma. Kaskazini na mjini hujuma zimekithiri sana. Ile mitambo ambayo Mheshimiwa Rais ambayo amewekeza hela nyingi sana imekuwa sasa ni vivutio vya wahalifu, lakini imetokana kwamba kuna baadhi ya maeneo hakuna walinzi kabisa. Hilo tumeliona na tumeona kwamba kuna haja sasa ya kuja kuweka walinzi. Ndio dhumuni hasa la sisi kuwepo kwenye ziara hii. Wenzetu walishatangulia kusema kwamba tumeliona baadhi ya maeneo yako very sensitive katika swala la kuendesha hizi huduma, hazina walinzi na sabotage inaendelea kubwa sana. Watu wetu hawa, ndugu zetu hawa wa vyuma chakavu na wanaokusanya hizi aluminium na kopa mashaba, nafikiri nao sasa wajiangalie, na sisi sasa tutarudi, tutakaa kikao, tutapanga jinsi ya kudhibiti huu uhalifu. Sasa baada sisi kurudi kukaa na kupanga jinsi ya kuzuia huu uhalifu, kitakachoendelea sasa tusije tukalaumiana, kwa sababu tunaangalia serikali yetu inavyojitahidi kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata maji, lakini wale wachache ambao wenye tamaa za kimaisha ndio wanarudisha nyuma maendeleo haya. Na tumeona mitambo ambayo ina fedha nyingi sana, lakini wananchi wanaingia kuharibu, kutafuta mali au utajiri ambao hauna njia sahihi. Lakini vile vile na tutoe wito sasa kwa wale wataalamu wetu, kwa sababu kuangalia kwa hali ya kawaida, kuna sehemu tumekwenda tumeangalia kuna nyaya za mitambo ile ya maji zimeibiwa, lakini vile vile unakuta transformer imeshushwa. Ukiangalia kwa hali ya kawaida tu ya mwananchi wa kawaida, utaalamu wa kuchezea umeme, kushusha transformer nzima kama ilivyo, kuitawanya na kuondoka na yale ambayo yanatoka wao ni ngumu kidogo. Hali kadhalika kwa upande wa miradi ya maji hii. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine, na inawezekana na wataalamu wetu hawa wazeko na zawa wanahusika kwa namna moja ama nyingine katika kufanya hii sabotage. Sasa tunarudi kwa ajili ya kupanga utaratibu mzima wa kuhakikisha kwamba hii sabotage inatoweka mara moja kwa kuweka ulinzi katika maeneo haya. Lakini washukuru vile vile wapiganaji wetu wa jeshi la JKU kwa upande hapa wa kambi ya Bambi. Tumeambiwa kwamba kuna visima 4 na tenki moja, lakini kwa muonekano tu kwa jinsi eneo hili lilivyo, ulinzi upo mzuri, umeimarishwa na kutosha kabisa. Nawapongeza sana katika hilo. Yale maeneo mengine sasa sisi kama makamanda tutajipanga kuhakikisha kwamba tunaweka walinzi kuweza kuzuia uharibifu huo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa, shukuru sana pamoja kwa watendaji wako kwa kutupa sisi nafasi kwa vyombo hivi vya idara maalum kuungana nanyi katika ziara hii kuweza kujionea uhalisia, tofauti na tukekaa tu tukaambiwa tu kuna uharibifu huu na huu na huu. Lakini sisi wenyewe makamanda wakuu tumekuja katika hii ziara, tumeona kila kitu. Nakushukuru sana Mheshimiwa.
Naam, mpenzi mtazamaji wa KVZ Online TV, nadhani umeweza kusikia mkuu wa kikosi cha Volunteer Zanzibar kuweza kuzungumza kwa niaba ya makamanda wote watano wa vikosi vya idara maalum vya SMZ. Na leo ni siku ya mwisho katika ziara yetu. Tumeweza kutamatisha ziara hii ya kuweza kukagua vyanzo vya maji kwa upande wa vyombo vya ulinzi na usalama. Sisi KVZ Online TV kwa siku nzima leo hatuna la ziada. Nikiripoti kutoka mkoa wa Kusini Unguja na wilaya hii ya Kati, Abdulatif Abdallah, habari na picha KVZ.